Anaandika Peter Msigwa ambaye ni kada wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kuhusiana na kesi ya mwenyekiti wa chama hicho ndugu Tundu Antipas Lissu ambaye anakabiliwa na kesi ya uhaini. Tangu kukamatwa kwa Tundu Antipas Lissu tarehe 9 Aprili 2025, zaidi ya mwaka mmoja umepita, huku shauri lake likikumbwa na mfululizo wa kuahirishwa. Tangu Machi 6, 2026 hadi Julai 6, 2026 itakuwa kumepita siku 122 bila shauri kuendelea kusikilizwa. Swali la msingi ambalo Watanzania wengi wanauliza si kama Tundu Lissu ana hatia au hana hatia. Swali ni kwa nini haki yake ya kusikilizwa kwa wakati inaendelea kucheleweshwa? Katika mfumo wa utawala wa sheria, mahakama zipo kulinda haki za wananchi, si kufanya mchakato wa sheria kwa adhabu yenyewe. Ikiwa mtu anatuhumiwa kwa kosa kubwa kama uhaini, basi taifa lina wajibu wa kuhakikisha kesi yake inasikilizwa kwa haraka, kwa uwazi na kwa haki ili ukweli ujulikane. Serikali inapaswa kuonyesha kwamba haitumii ucheleweshaji wa kimahakama kama njia ya kumweka kizuizini mpinzani wa kisiasa kwa muda usiojulikana. Njia pekee ya kuondoa mashaka haya ni kuhakikisha shauri hili linaendelea kusikilizwa bila ucheleweshaji usio na sababu za msingi. Haki si tu kutoa hukumu sahihi, haki ni kuhakikisha hukumu hiyo inafikiwa kwa wakati unaofaa. Mahakama na serikali wanapaswa kukumbuka kwamba imani ya wananchi katika mfumo wa haki hujengwa na uwazi, usawa na usikilizaji wa mashauri kwa wakati. Kama ushahidi upo, uletwe mahakamani. Kama haupo, sheria ichukue mkondo wake, lakini haki haiwezi kujengwa juu ya kuahirishwa kusikoisha.